Mungu hii wiki nimeweza kupatikana. Amen. Kwa sababu pia vile mtumishi anasema anajua kuna kazi mingi ambayo tunafanya upande ule. Na leo wakati happen kuwa ni youth day, siku ya vijana wanafanya kila kitu, nikasema huu ndio mwanya mzuri wa kuondoka kupata nafasi na mimi nikimbia upande huu. Amen. Kwa hivyo Pastor ama Bishop Naboth tumejuana katika huduma. Amen. Kwa hivyo vile anavyosema, nina ushuhuda wa kuwa amekuwa consistent tangu tulipojuana ni kama miaka 10 sasa. Tulipatana katika huduma hii ya uimbaji. Amen. Na akiwa peke yake alikuwa man solo wakati huo. Bwana asifiwe. Amen. Lakini Mungu nimeona Mungu akimuinua. Nimehudumu katika kanisa ambayo alikuwa mahali Dandora. Rongai nilikuwa. Amen. Bwana asifiwe. Siku ya kwanza kukifunguliwa. Na hapa pia nikaweza kuona huu uwanja kabla hii ibada ianze hapa. Kwa hivyo ni mtu ambaye tumekuwa tukifanya naye kazi kwa karibu sana, na kila mara tunaongea mara kwa mara. Wakati mwingine tukihitaji ushauri fulani ama wakati mwingine tunataka consult kitu fulani, unapata kwamba tunasaidiana kwa jambo moja ama lingine. Amen. Kwa hivyo ninashukuru Mungu kwa ajili ya wakati huu. Amen. Na hivyo basi nimeingia hapa asubuhi, na since nilipoingia hapa nimebarikiwa. Amen. Nimeingia wakati mtumishi wa Mungu hapa alikuwa anafunza kuhusu mambo ya leadership, na nikaweza kucapture mambo kadhaa. Kwa hivyo nataka kusema kwamba hiyo imekuwa ni wakati wa baraka kabisa. Amen. The praise and worship team, you are such a wonderful people. Mnafanya kazi kubwa. Na tuendelee hivyo. Amen. Hii ni kanisa kubwa. Bwana asifiwe. Amen. Hili ni kanisa ambalo tunajua kwamba Mungu mwenyewe ndiye ameliweka misingi. Na mahali ambapo Mungu ameweka misingi katika imani, mambo yanafanyika kulingana na vile Mungu anapanga. Kwa hivyo mimi tumekuwa hapa wakati hata sasa hivi nilikuwa naambia mchungaji, sikumbuki vizuri kulikuwa aje mara ya kwanza kabisa. Kwa sababu mara ya kwanza kabisa nilikuja ikiwa hii mjengo uko na shape fulani. Niliporudi mara ya pili nafikiri nilisimama pale. Kama sijakosea. Sasa nimekuja mara ya tatu nimeshangaa. Na hiyo ni kazi ya Mungu. Amen. Mpango wa Mungu ni kutupandisha kutoka utukufu mmoja hadi mwingine. Amen. Mungu tunayeabudu ni Mungu wa kutuinua. Yes. Kutoka kiwango kimoja hadi kingine. Na nataka kushukuru kwa sababu ya hata theme ya kanisa hili kwamba ya divine favor and accelerated what? Establishment. Hiyo. Kwa hivyo unapotembea katika kibali cha Mungu, kila jambo linawezekana. Amen. Na hapa kwa sababu tukiwa katika kibali cha Mungu, naamini ya kwamba mimi na wewe na yule mwingine tukishirikiana, yes, hili kanisa naamini ya kwamba hapa nilipokuja hapa nikasimama pale nje, na kwa sababu ninajua mahali ambapo Mungu anapeleka, nikaona kuna shida ambayo ni nzuri. Amen. Shida ya kwanza ni hii nafasi. Sio kama kuna watu ati kuna viti havina mtu. Ninapotazama hivi ninaona ukuu wa Mungu. Amen. Na ninajua mahali ambapo Mungu ametutoa na ametoa hili kanisa. Yes. Na ninajua ushuhuda wa mchungaji. Ninajua ya kwamba mahali ambapo tunaelekea ni mbali. Kwa hivyo shida ya kwanza ni nafasi. Sio kujaza hawa watu hizi viti. Amen. Glory. Shida ambayo iko ya kwanza ni nafasi ya hapa watu kutosha. Kwa hivyo tuanze kuangalia. Yes. Kwa imani. Tuanze kutazama vile ambapo tunaambia kwamba vision. Nakumbuka mtumishi wa Mungu aliguza kuhusu vision. Yes. Ikusaidie kuona future. Bwana asifiwe. Amen. Tuangalie mahali ambapo vile tutaweza kupanuka. Na kama kungekuwa na uwanja, kwanza unaendelea hata kupanua. Sio kwamba ati hapa pajai kwanza ama nini. Hii kuna nafasi. Mungu analeta watu. Hallelujah. Shida nyingine ni parking.
Naona magari mengi kabisa pale nje. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninafurahi kuwa mmoja wale ambao wanaweza kutoa ushuhuda kwa ajili ya huduma hii. Ushaipata mtu anasema anafurahia tu hata akiona kwa TV anasema huyu jamani namjua. Huyu jamani namjua. Alikuwa hivi, yani unatoa ushuhuda wa mtu. Ama huyo ni jirani yangu. Kwa hivyo mimi nafurahia kuitanishwa na huduma hii. Amen. Kwa sababu ninajua mahali ambapo Mungu ameitoa na mahali ambapo tunaelekea. Amen. Ambapo unaelekea ni mbali. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Nitakusaidia tena. Sorry. Sauti wakati mwingine na parara. Bwana asifiwe. Kwa hivyo naitwa Titus Wabwile na ninahudumu kanisa la Deliverance Church Kizito, liko upande wa Githurai 45 kiingia kule ndani kidogo, place inaitwa Mwihoko kama kuna mtu ametembea upande ule. Na bado tuko Kiambu County. Bado tuko Kiambu County. Amen. Na tunaendelea na kufanya huduma makazi ya Bwana. Na Mungu amekuwa mwaminifu. Kwa hivyo sijui nimalize saa ngapi? Okay. Sawa. Sitawaika sana kwa sababu ninajua kwamba lile ambalo Mungu amenipatia, wewe ujumbe ukishakwisha, si ndivyo? Ile ambayo nimepewa ndio itapeana ya siku ya leo, si ndio? Kwa hivyo kwa sababu messenger huwa anakuwa na ni ujumbe, hana ujumbe wake yeye mwenyewe. Kwa hivyo ule ambao nimepewa kuweza kukamilika kupeana siku ya leo nitaweza kupeana. Sawa. Today, kwa hivyo today nataka tuweze kujifunza kuhusu the mandate of evangelism. Wow. Bwana asifiwe. Amen. The mandate of evangelism, ama jukumu la kufanya nini? Uinjilisti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. My brother nilipokuja hapa asubuhi ameguza pia akisema kwamba tunafaa kubea fruits ama tuzae matunda. Kwa hivyo mojawapo ya mambo ambayo tunaweza kutamani kufanya ni kuweza kuzaa matunda katika ufalme wa Mungu. Na hakuna kitu kingine ambacho utaweza kupeleka kwa Mungu isipokuwa nafsi ambazo umeweza kuwin, the souls that you will be able to win. Bwana asifiwe. There's nothing else you will take with you to heaven isipokuwa hizo souls ambazo unaweza kuwin. Bwana Yesu asifiwe. But before we continue about the mandate of evangelism, you should know what is evangelism. What is evangelism? Evangelism is communicating the gospel through the power of the Holy Spirit in such a way that men and women get a valid opportunity to accept Jesus as their Savior and also become responsible members of His church. Bwana asifiwe. Evangelism, wakati tulipokuwa huko nyumbani, tulipokuwa tunaenuka katika wokovu, tulikuwa na njia yetu ya kutambua wainjilisti. Kwa naambiwa ukisikia hiyo sauti kubwa hiyo ni mwinjilisti. Si hivyo ndio kuna wanasema hiyo sauti hiyo ni ya mchungaji, huyo ni mwalimu. Lakini sivyo. Mwinjilisti sio sauti kubwa ama sauti ndogo. Mwinjilisti ni yule mtu ambaye anayeweza kupeana habari njema kwa mtu katika kuongozwa na Roho Mtakatifu, ili kile ambacho anachoongea kinapomfikia mtu anaweza kupeana maisha yake kwa Yesu Kristo na hata awe mshirika wa kanisa la Kristo ambaye ni Mkristo ambaye anawajibika. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo injili mtu ambaye ni mwinjilisti ni yule mtu ambaye anapeana habari njema za injili ya Yesu Kristo. Na ndio maana wakati tunapotoka, kila wakati tuna nafasi nzuri sana ya kuweza kuhubiri injili. Mungu ametutayarishia platform kila siku ya kuhubiri. Kwamba unaweza katika mazingira yako, katika pale ambapo mahali unapofanya kazi, katika mahali ambapo kama ni shule unaenda, una nafasi nzuri ya kuweza kuhubiria mtu
kuhusu habari njema ambayo Bwana Yesu Kristo umeweza kujua kuhusu Bwana Yesu Kristo. Maana habari hizi hatukuzipata ili tuweze kujiwekea sisi wenyewe. You know, there are so many things that happened the moment you said yes to Jesus. The moment you gave your life to Jesus. Punde tu ulipopeana maisha yako kwa Yesu Kristo, kuna mambo mengi sana ambayo yalitendeka. Na mengine huwa hatuyajui. Lakini hizo ndizo habari njema ambazo unafaa kuambia watu. Amen. Baada tu ya kusema kwamba Yesu Kristo umekubali au kuongoze, aliweza kukukomboa. The first benefit of salvation ilikuwa ni redemption. Bwana asifiwe. Amen. Redemption. Na salvation, definition yake unapata, salvation is being delivered from sin and its consequences. Wokovu ni kule kukombolewa kutoka kwa dhambi na madhara yake, ama na adhabu zake. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo wewe, baadhi ya mambo ambayo uliweza kupata ni kwamba uliweza kukombolewa na ukaweza kusamehewa, tukafanyika wenye haki. Hiyo siku haikujalisha tulifanya mambo ya aina gani, lakini Biblia inasema kwamba wote ambao tuliweza kumpokea tuliweza kupata huo msamaha. Na pia God put us in a new set of relationship. Tukaitwa sasa, God became the father and we became his children. Bwana asifiwe. The moment tu uliposema nimekubali kukupatia maisha yangu, Mungu alifanyika kuwa baba yetu. Bwana asifiwe. Amen. Kama huku unajua ni habari gani unafaa kueleza, unafaa kushare hizi habari kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na the gospel ambayo inafaa kuwa communicated imekuwa summarized katika kitabu katika 1 Corinthians 15 verse 1 to 9. 1 Corinthians 15 1 to 9. Tunaweza soma hapo. First Corinthians. Ukipata hapo unaweza kusomea. First Corinthians 15:1 to 9. Yes. Now I remind you, brethren, in what terms I speak to you, the gospel which you received, in which you stand, by which you are saved, you will hold it fast, unless you believe in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures, and that he appeared to save us, then to the 12. Then he appeared to more than 500 brethren at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles. Last of all, as to one ultimately born, he appeared also to me. 9. For I am the least of the apostles, and fit to be called an apostle, because I persecuted the judge of God. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo the gospel ambayo unaenda kuhubiri huko nje ni hiyo, imekuwa summarized in that katika hiyo chapter ama verses ambayo tumesoma. Ni kwamba the first one ni kwamba Jesus died. The second one ni kwamba Jesus was buried. And the third ni kwamba Jesus was resurrected. And the fourth, that Jesus will return. That's the truth ambayo tunaenda kushare huko nje. Ambao unafaa ile injili ambayo tunaenda kuambia watu kule nje. And unapofanya hivyo unafanya ufalme wa Mungu kuendelea kukua. Bwana asifiwe. Maana hatukuokoka tu kwa sababu ya kwenda mbinguni. Tuliokoka ili tukaweze kufanya kazi hapa duniani. Yes. Hatukuokoka ili tuweze kukaa kanisani tukifeel too comfortable na kujaza kanisa alafu tunaendelea kukaa hapo tu hivyo. Kazi iko mingi pale nje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana Mungu alikuwa na maono tangia mwanzo ya kujaza dunia. Alikuwa na maono ya kujaza dunia
lakini hakuumba watu wote hapa duniani. Mungu alimuumba Adamu na Eve na Hawa. Alafu kisha katika Genesis 1:28 unapata kwamba anawa instruct ya kwamba wakaweze kuzaa na kuongezeka, wakaweze kuwa fruitful, na wakaweze kufanya nini? Increase in number, ama kuongezeka. Amen. Na kuijaza dunia. Na today research tells us that the world's population about 7 billion. Bwana asifiwe. Amen. Maono ya Mungu ilikuwa ni kujaza ulimwengu, maybe tuseme na 7 billion ambao wako ama more. Lakini hakuweza kuumba the 7 billion. Kwa hivyo hebu tuone jinsi ambavyo Mungu anazo kanuni zake ambazo za kuongezeka. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ukienda katika unapata kwamba Abraham and the Israelites, they were meant to be a blessing to other nations. And this was a redemptive agenda. Agenda ilikuwa ni ukombozi wakati walipowaruhusu mataifa mengine kuweza kumwabudu Mungu wa Israeli. Bwana asifiwe. Nataka uone mahali uinjilisti vile ambavyo ulivyokuja. Wengi labda wanasema kwamba labda imeanza baada ya Yesu Kristo, ama imeanza wakati wa Agano Jipya. Lakini Abraham na Israel hawakuweza tu kubarikiwa. Walibarikiwa na Mungu na kisha wakafanya nini? Wakafanywa kuwa baraka. Wawe baraka kwa mataifa mengine. Kwa hivyo waliweza kualika mataifa mengine, na ndio maana hata sisi tuliweza kupatikana tukaweza kuabudu Mungu wa Israeli. Kwa hivyo ni kwa sababu ya hiyo approach ya hata prophets ambao walikuwa pale. You remember prophets kama Isaiah? That one we can read in Isaiah 1:18. Ambapo alikuwa anasema kwamba njooni tuzemezane. Come, let us reason together. Yes. Hiyo ilikuwa ni evangelistic. They were evangelistic in their outreach to other nations, ili waweze kumwabudu Mungu wa Israeli. Hawakuweza kukaa tu na kunyamaza ya kwamba sisi tushajua ukweli, sasa tutafanya nini? Tunyamaze. Unamkumbuka Yona? Yona pia alikuwa ni mwinjilisti. Amen. Kwa hivyo mwinjilisti, kazi kubwa ambayo tumeweza kuitwa ni kuweza win souls. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tumejaribu mahali na tumeona ikiwa tunaweza endelea hivyo, unaweza pata. That's why nasema kuna shida kubwa hapa ya nafasi. Kisha hata ukiweka service 3 hata 4, kuna wakati haitatosha hapa. Kwa hivyo ni vizuri tu kuanza kufikiria kama kuna mahali pengine pakubwa tunaweza anza kufikiria kuhusu hiyo. Yeah. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Na so as we continue, let's look at the 5 principles of the 4 principles of evangelism. Four principles of evangelism, and the first one inapatikana katika Matthew . Matthew 28 verse 19 and 20. The first one is the command. The command, the first principle, ama amri. The first one is the command. Na hii tumefika katika Matthew 28 19 to 20. Matthew 28 19. Okay, inasema hivi. Hii verse ambayo sisi wote wengi tumekuwa tukisoma. Sema, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe
all things that I have commanded you, and I am with you always, even to the end of the age. Amen. Bwana asifiwe. So the first principle of evangelism is the command. It's a command. Ni amri. So evangelism ama uinjilisti sio ya kikundi fulani tu katika kanisa, ati kikundi cha wainjilisti peke yao, wala si ya wachungaji. Every believer was commanded to evangelize, was commanded to go out and preach the gospel. Bwana asifiwe. You are commanded to go and make disciples. Na is your request. Bwana asifiwe. Unaona kwamba kuna tofauti pale kukuuliza unaweza enda kufanya hivi, ama ukijisikia ukipata nafasi useme by the way leo niko free sana, kwa hivyo hii mwezi naona naweza fanya this is a command. A command, wale ambao wanajua sheria za kijeshi kiasi, a command is greater than the command. Bwana asifiwe. If you are told to kill, you kill first and then the questions later. Amen. Bwana asifiwe. So Jesus commanded. He commanded the disciples to go out and make disciples, teaching them and baptizing them. Bwana asifiwe. This was a command. Hii ni amri. Kwa hivyo the mandate of evangelism is based on those 4 principles that are taught by the word of God. And we see this one is the command. Kwa hivyo na command si ya mchezo. Si ya mchezo. Hii inakwambia kwamba in everything tunafanya, wale watu ambao tumeokoka tunafaa kuwa everything ambao tunafanya tunafikiria mambo ya evangelism. Even in the church, every program should revolve around evangelism. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Iwe ni kuongoza ibada, iwe ni katika kuimba, mnaimba, lakini the ultimate goal ni kuwin souls. Unapotoka hapa nje, unajua wakati mwingi tunakaa tuuliza, labda tunasema kwamba haujapewa nafasi hapa ya kuhubiri. Mimi tumeenda mahali wakati huu mwaka tumejaribu kuwa aggressive kiasi na mambo ya kuwin souls, na nimeona kwamba si kitu ngumu. Unahitaji kuwa tuna ujasiri na imani kwa Mungu Yesu ambaye unamwamini. First of all, you have to believe in Jesus. Hauwezi kwenda kuelezea habari za Yesu kama wewe mwenyewe huamini. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo uwe na hiyo courage, as my brother was saying. Uwe na courage ya kuweza kutoka nje na purpose. Na kwamba today I want to lead someone to Christ. Amen. Ukiwa katika matatu, kuna watu wanasafiri kutoka hapa mpaka Western, umekaa na mtu tu hapo. Hakuna kitu mmeongea. Na kama ni mmeongea kuhusu mambo ya siasa. Umechapa mambo ya handshake. Handshake kieleweke na hizo. Bwana asifiwe. Amen. Lakini haujachukua nafasi yoyote, jukumu la kuweza tu kushare just the good news about Christ. Yes. Na watu wengine wao wanajileta tu, wenye hata wanakutengenezea njia ya kuanza. Baada kuna njia nyingi sana unaweza anza ku like I remember kuna brother ambao tulikuwa naye mahali tukakaa hivi. Alafu tukawa tunaongea kidogo, nikasikia akisema siku hizi kumekauka. Siku hizi kumekauka. Yaani mambo ni mabaya mpaka hata unashindwa nitafanya namna gani. Wakati alipoanza hivyo nikamuuliza kwani ni shida, akanielezea sasa sijalipa nyumba na naona bado hata kazi hakuna. So unapata mtu mwenye, kuna wakati mtu anaweza jileta tu hivyo. Anajileta, unaanza kumwelezea kuhusu tumaini ambalo linapatikana kwa Yesu Kristo peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Tumaini, kumpa habari njema ya kwamba hata kama mambo yanaonekana kuwa ni mabaya, lakini wale ambao wanamtumainia Yesu Kristo, Biblia inasema ya kwamba wao ni kama milima ya Zayuni ambayo haitikiziki bali inaishi milele. Kwa hivyo unahitaji kuongea hapo, unahitaji tu kuongeza kumpatia message of hope. Na jinsi swali lingine utapata tu ni kuuliza ya kwamba nitafanya namna gani na mimi pia nipate hilo tumaini. That is it. Bwana asifiwe. Lakini sasa wakati anapoongea hivyo na wewe nao unaongea unasema jua pia hata mimi jua inawaka mpaka kwa mfuko.
Bwana asifiwe. Sasa unapata, kwa sababu sisi tunahitaji kuwa watu ambao ni maisha yetu yawe ni maisha ambao ni mysterious, hatuwezi eleweka na watu wa ulimwengu. Mambo yakiwa mabaya tunacheka, na wakati mwingine tunalia wakati mambo ni mazuri. Bwana asifiwe. That's true. Kwa hivyo hatufai kuwa tunaangalia mambo kama vile dunia inavyoona. Bwana Yesu asifiwe. Haya, if you want to know the seriousness of those commands, let's go to the book of Ezekiel, that 3 and verse 8. Ezekiel, that 3. Ezekiel, that 3 verse 8. The Bible says, when I say to the wicked, O wicked man, you shall surely die, and you do not speak to warn the wicked from his way, that wicked man shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand. Bwana asifiwe. You see now how serious it is. Ikiwa mwenye dhambi yule ambao unamjua anafanya dhambi, na unasikia Mungu ameweka ujumbe katika moyo wako, kama tu leo sasa, kwamba uweze kuhubiri hii injili. Alafu unapofika nyumbani ama unapomuona ukose kumwambia chochote, huyu mwenye dhambi atakufa. Atakufa kwa dhambi, lakini damu yake itakuwa juu yako. Bwana asifiwe. Amen. This is how serious hii iko. Kwa hivyo unaona, evangelism sio optional. Ninajua hata saa hii kuna wengi ambao tuko hapa, our family members are not born again, very close relatives. Tunaenda tunakutana kwa get together, tunakula, tunatoka kule, hakuna kitu, hata wengine hawajui kama hata wewe mwenyewe umeokoka. Bwana asifiwe. Wow. Tuko na jukumu la kuweza kuhubiria watu. Nimefurahia hapa ushuhuda kwamba wakati ushuhuda umetolewa brother Mtwiri. Hiyo ni vizuri unapokuwa hata familia yako ya karibu, watu wanapomjua Mungu. Yes. Mimi nimekuwa na mzigo sana, niko na my brother, hata mimi nimekuwa nikimwombea na jaribu vile. Unajua yeye peke yake kwetu ndiye amebaki. Na yeye anasema anakunywa pombe kwa niaba yetu, ile yote ile tumeacha. Akikunywa anasema sisi zote tukiokoka pombe wenyewe zitaharibika. Bwana asifiwe. Sasa unaona, kwa muda wakati mwingine tulikuwa nakaa mpaka naona jamaa akinyelewa tunaona kama anatu entertain sana. Lakini hii majuzi nimekuwa na mzigo mkubwa, na najua one of these days ataokoka. Amen. Amen. Yes. Sababu ni mkubwa wangu, lakini nimepata ujasiri wa kuweza sasa kukufesa. Mpaka siku hizi hata hiyo sigara hakunywi mahali penye niko. Avuti mahali penye niko, anatoka anajificha kidogo. Sasa ninaona kwamba tunapoendelea kumwombea, wewe fikiria ndugu yako, kuna dada yako, wengine hata wazazi wako, wale your colleagues, your friends, wale ambao mnakutana, your neighbor, wengine mnaishi kwa plot, anakuja usiku anaimba na mnafurahia sana. Nasema huyo ni baba nani ameingia. Hata akifa katika hiyo dhambi, na kazi yako, acha nikwambie, usiogope. Kazi yako sio kuokoa. Kazi yako ni kupeana habari. Utakapompasha habari hizi za wokovu, sasa hayo mambo mengine ni nani? Mungu. Hiyo kazi nyingine ni ya Mungu, kazi ya kuokoa. Wewe kazi yako ni kupeana huo ujumbe. Lakini ukikosa kupeana, ndio sasa akifa katika hiyo dhambi, damu yake itakuwa juu yako. Na kwa hiyo dhambi inaua. Hata kuna watu hufa. Tumeona watu wakikufa tu kwa sababu ya ulevi. Kuna watu wanaona watu wakipoteza macho. Kuna mzee kule kwetu alikuwa anakunywa mpaka anasikia. Na alikuwa amezoea kusema kitu kimoja, kana kalinjira. Yaani hii itaniua. Hii itaniua. Na mwishowe hiyo ndio, na mwishowe pombe ndio ilimuua. Alifika mahali kuna river, mto fulani unaitwa Sabuani, sijui kama mshaisikia.
akawa na cross, lakini kulikuwa kumenyesha, sasa maji yalikuwa mengi, akateleza kwa sababu ni daraja ile ndogo, akateleza na akazama hapo. Kwa hivyo alikufa kwa sababu ya ulevi. Bwana asifiwe. Wacha tusonge. The next principle, the second principle is the condition. So the mandate of evangelism is also given to us because of the condition of the harvest of the fields of the world. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya hali ya mavuno ambayo yako katika ulimwengu, ndio maana tumehitajika, tumepewa hili jukumu la kufanya nini? Na kuweza kuhubiri. Ukitazama tunaposoma katika Luka 10 mstari wa 2, unapata kwamba Yesu alikuwa anawaambia kwamba the harvest is plenty but the laborers are few. Even now the harvest is ready and is plenty. Lakini watendakazi ni wachache. Huko kwetu unapata amali nimetoka upande tu. Ukiangalia pubs zinaongezeka kila kuchao. Sijui kama huko pia ni hivyo. Pubs, cases za immorality, insecurity, everything. Do you know hizo zote zinakuonyesha kwamba the harvest is plenty. Ni watendakazi ndio wako. Unapoona mlevi, unapoona mtu ambaye anakosa maadili, inafaa uone hiyo ikiwa ni mavuno. Bwana asifiwe. Amen. Ya kwamba wewe unafaa kuwa mmoja wa watendakazi. Wewe unafaa kuwa na huo moyo wa kuwapenda hao wenye dhambi na hata kuwajali, ili ukaweze kuwapa habari njema na wao pia wakaweze kusimama, wakaweze kupata wakaweze kukua mahali ambapo wewe umefika. Kwa sababu unapata kwamba kuna wengi ambao kuna watu hata anajaribu aache ulevi, ameshindwa. Anashindwa atafanya namna gani? Mwingine anasema leo hii kitu nitaacha. Lakini anashindwa ataacha namna gani? Kwa hivyo wanahitaji msaada wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo the third principle is the concern. I realize kwamba hizo principles zote zinaanza na letter C. The concern. Concern inamaanisha kwamba unahitaji kuwa na moyo wa kuwajali hata wenye dhambi. Uwe na moyo ambao ni wa huruma. Mhurumie huyo mtu ambaye unapomwona anakandamizwa katika dhambi. Bwana asifiwe. Sio kwamba ni sasa ni kitu ambayo kwa kejeli. Unajua wakati mwingine sasa tunajitenga kabisa. Tunawatenga, unasema mimi siwezi kukaribia mtu ambaye anavuta bangi ama ni mlevi. Lakini unapokuwa na moyo wa huruma juu yao, hii itakufanya ukuwe na bidii ya kutaka sana kuweza kuwahubiria, ili na wao pia wakaweze kumjua Mungu. Na because of compassion, people like Paul walihubiri injili even under threats, wakiwa hata na vitisho vya kuuawa. Ni kwa sababu ya huruma. Bwana asifiwe. Amen. And the fourth one is the competition. Unajua kwamba kuna competition, kuna mashindano. Sio Wakristo peke yao wanatafuta hiyo nafsi ili waielekeze katika kumjua Yesu Kristo. Bwana asifiwe. So if we don't win our global neighbors who hunger for change, other religious forces safanya nini? They will win them. Bwana asifiwe. That's why unapata kwamba watu kama usipoenda kuhubiria huyo mtu ama huyo kijana ambao unaona kwamba amesumbuliwa katika miadarati na mambo mengine, utapata kwamba watu wengine wanapokuja, iwe ni Al-Shabaab atajiunga nao, iwe ni Mungiki watamwini. Hizo pia zote ni dini. Hizi dini zote utapata kwamba ataweza kuingia, kwa sababu
ukisoma tusome Amos 8:11 to 12, kunakuwa na vacuum katika moyo wa mwanadamu ambayo inatafuta kila wakati kutafuta ukweli, na kile ambacho anaweza kupata kiingie katika moyo wake itaonekana kama huo ndio ukweli. Bwana asifiwe. Biblia katika kitabu Amos 8:11 and 12 inasema kwamba kutafika wakati kutakuwa na njaa. Kutakuwa na njaa na kiu. Watu watazunguka kutoka magharibi, mashariki, kusini, kaskazini, kutoka pande zote wakitafuta nini? Wakitafuta neno la Mungu, ukweli wa neno la Mungu, lakini hawataweza kulipata. Kwa hivyo there is a vacuum and that hunger ya kuweza kujua ukweli na kuweza kujua mabadiliko. Kwa hivyo wakati atakapopata wakati cults zitakapotokea na ukweli wao ama na doctrine ama mafunzo hayo mengine, ipate kwamba hakuna neno la Mungu ambalo limekuwa limehubiriwa kwa huyu mtu likajaza hilo pengo ambalo ni pengo la kutaka kujua ukweli. Huyu mtu hataweza kujitetea, hataweza kukombea, hata kuwa na anything ya kukombea. Sasa hivi nikikuja nikupatie noti ya 2,000. Noti moja ya pesa za Kenya 2,000. Utaniambia ati ni fake? Hauwezi. Ukiniambia fake, lazima unionyeshe original yake. Unionyeshe original yake. Na kwa sababu hakujawahi kuwa na original 2,000 Kenya shillings note. Hawezi niambia hiyo 2,000 nikikupatia sasa hivi ni fake. Bwana asifiwe. Kwa sababu hakujawahi kuwa na ingine. So ikiwa hao watu, hiyo nafasi, hiyo vacuum ambayo iko ndani yao ya kutaka kujua ukweli, ikiwa itajazwa na Jehovah Witness, ikiwa itajazwa na Mungiki ama hizo zote ambazo tunajua kwamba labda ni cults, wakati itajazwa hapo, huyu mtu atapokea tu innocently kwa sababu as original. Hiyo ni original, hiyo ndio amepata. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tujaribu tufanye bidii ya kuweza kuquench hiyo thirst ya watu kujua ukweli. Kwa sababu ukiangalia kweli sasa hata watu wengine wanahangaika. Kuna mtu akaapa tu hapa around na haendi kanisa na si ati amekataa Mungu. Anangoja mtu wa kuja kumencourage. Kwa sababu si jambo rahisi kuchukua hatua na kuja hata kanisani. Ni vita. Una move kutoka kwa hiyo kingdom nyingine unaenda nyingine. Kwa hivyo lazima kuwe ni kung'ang'ana. Inahitaji warriors. Yes. Watu ambao wamejihami, watu ambao umepurpose kwa moyo wako la kwamba nitaenda kumhubiria mtu. Tumekuwa tukijaribu hivyo na recently in our church kwa muda sasa tu hatujafanya nini crusades, lakini tulikama up na idea ya kuzunguka. Tunatafuta pick up, naweka instruments hapo juu. Then tunatoka watu kama 50. Tunavamia area. Sasa watu wanatangaza, mtu anahubiri tukizunguka hivi. Alafu watu wengine wanatembea person to person, door to door. Wanaenda wakihubiria watu hapo, wanahubiria watu hapo ndani. I'm telling you for 2 Sundays tuliweza kuwin 50 souls. Wow. Bwana asifiwe. Na saa hii as I'm speaking tuko now around 17 wako kanisani. Na bado hao wengine tunafanyia follow up calls kila wakati na tunaendelea kufuata. Sasa tumepurpose kwamba every month tunafanya hivyo. Let me tell you, tumejua ya kwamba kuna watu wanangoja tu kuambiwa. Unapata mtu unasema huyu kwani alikuwa ndio nakwambia kwamba Biblia inaposema kwamba the harvest is plenty. Ni kweli, the harvest is plenty and very ready. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ikiwa sisi wote hapa tutapurpose kufanya hivyo, sema tu hata kwa wiki moja, acha hata sikwambie kila siku, kwa wiki moja purpose kwamba utashare the good news na mtu. Hii kanisa nakwambia hakuna nafasi. Na the good thing ni kwamba wakati mwingine unapoenda kutoka nje kuhubiri, hata watu wengine sijui wanatoka wapi nao. Unapata kanisa pia inakuja
Unapata kuna wengine pia wamekuja ambao walikuwa kwa amukuhubiria, hawatukuhubiria, na wengine tumehubiri lakini labda umemhubiria na unaweza enda labda unafanya kazi vile nimesikia my brother fulani anafanya athiriva kule. Unaweza hubiria mtu kule aingie kanisani kule na Mungu alete wale wanastahili kuwa hapa. Amen. That's it. Bwana asifiwe. Kwa sababu what we are building is the kingdom of God. Yes. Yes. Kile ambacho tunajenga ni hiki. Kwa hivyo tuwe na ile bidii ama purpose. Yes. Kuweza kufanya nini? Purpose tu kwamba tutakuwa tunahubiria watu. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Ninataka nimalize, sikuangalia nilianza saa ngapi, nimegundua ile saa kumbe haikuwa inafanya. Unajua niliangalia kwa ndio nataka kujua nilianza wapi. Sawa. Kwa hivyo nataka kuambia tunasema nini? Jambo ambalo tumepewa, the command. Kama utaweza kusahau hayo mengine yote, jua kwamba we are all of us, we are commanded to preach ama to share the good news. Amen. The good news that Jesus died for our sins. Yes. The good news that Jesus was buried because of us. He resurrected and that he will come back again. Amen. Bwana asifiwe. Amen. That's the summary ya ile injili ambayo unaenda kuambia watu kule nje. Unajua sometimes tunakutana na watu tunashare so many things. Tunaweza ongea mambo mengi. Tunaweza ongea vile tumesema siasa. Tukianza story tu zozote zinaweza shika kabisa. Na hata habari zingine njema watu wanapeana, especially ladies wako sawa sana kwa hii. Unapata kwamba mimi usikiza wakati mwingine unasikia wakiongea unasikia unajua ile duka kuna duka imefunguliwa pale. Mchele huko wanauza 95. Sio 100. Wanaambiana habari njema kuhusu ili huyu mwingine pia aweze kufanya nini? Asave. Ama yule mwingine anauza nyanya ni 3 mbao, sio 350. Lakini huwezi ambia mtu Yesu anakupenda. Bwana asifiwe. Mimi nimepata watu mpaka unapata wengine wanakuelezea kuhusu mpaka betini. Wengine walikuwa wananiambia vile nafaa. Aniuliza una bet? Naambia hapana. Naambia kwa nini? Hiyo kuna mtu alikula 24,000 jana. Unaona hizo habari vile zinasambaa? Ni nini ngumu watu kusambaza habari ya Yesu Kristo? Hao watu ambao tunaona kama ni tunasema kwamba wanahubiri injili ambayo ni gushi. Ama labda tuseme kwamba si kweli. Jehovah Witness wako na bidii sana na hawachoki mpaka wametrain mpaka watoto wadogo pia wanatembea na wao. Ni ngumu sana upata hata sisi unapata wazazi unaongea na watoto wako kuhusu mambo ya Mungu. Hao huyo mtoto anapolelewa akiwa hivyo, Muislamu mtoto anapolelewa akiwa mdogo hivyo, anajua kudefend imani yake hata akiwa mdogo kabisa. Bwana asifiwe. Amen. Sijui kama Mungu amekunenea kitu. Yes. Sijui kama kuna kitu unapata hapo. Wangapi wanafanya uamuzi siku ya leo? Amen. Ya kwamba nitahubiria mtu. Amen. Uhubiri tu, na nakwambia kazi ya kuokoa sio yako. Usivunjike moyo hata kama utaendea mtu akuput off. Enda kwa mwingine. Yes. Hakuna shortage ya wenye dhambi. Enda kwa mwingine, sio? Wako wengi. Amen. Huyu akikwambia hataki maneno yako, mwambie mwache tu kwa uzuri, lakini ile word umemwachia itaendelea kumsumbua. Kila wakati atakuwa anakaa hivi, anakumbuka. Kwa sababu in Romans 3:23 Biblia inasema kwamba all have sinned and fallen short of the glory of God. Kwa hivyo that's why we need salvation. We need to go out there and tell people that in the place of guilt, God has offered A solution. forgiveness. Bwana asifiwe. Man is guilty. Bila wokovu,
mwanadamu anakaa akiwa tu tayari, ni kama tayari ashahukumika. Lakini Mungu amepeana wokovu, amepeana msamaha kwa badala ya nini? Ya hukumu. Without salvation, man is alienated, ama separated from God. But God has offered reconciliation in place of alienation. That's the message we need to take out there. That God has offered a gift of eternal life in place of judgment. Bwana asifiwe. Because mwanadamu amehukumika tayari. Man is under judgment and helpless without salvation. Bwana asifiwe. So let us start today. As I conclude now, in Mark 2 verse 1 to 12, hatutasoma. The Bible says that Jesus was preaching in Capernaum. Alikuwa anahubiri hapo Capernaum. Na alipokuwa akihubiri, inasemekana kwamba the place was too full. Hakukuwa na nafasi yoyote. There was a great multitude, ama the crowd was big. Hata kwa mlango hakukuwa na nafasi ya mtu kuweza kupita kumfikia. And there were 4 men ambao waliweza kutajwa katika hao maandiko. They came, na walipoona kwamba kila mahali kulikuwa kumefunikwa, they came carrying a paralytic. Walikuwa wamebeba mtu ambaye alikuwa amefanya nini? Amepooza. Afu wakaweza kufanya nini? Walipokosa njia ya kupita kumfikia Yesu, walibomoa paa. Biblia inasema kwamba they uncovered the roof. Yes. They lowered the bed. Other versions nasema mat, on which the paralytic was lying. Na wakamfikisha pale Yesu alikuwa amesimama. I don't know hiyo ilikuwa ni roof ya aina gani. Lakini all the same Biblia inasema kwamba walifanya nini? Walitoa paa. Walibomoa paa. Hii inakuonyesha kwamba hao watu walikuwa determined. Hao watu si watu ambao walikuwa wanabahatisha. They knew who Jesus was. Na walijua kwamba tutakapomfikisha hapa huyu mtu ataweza kupata uponyaji. Kwa hivyo waling'ang'ana licha ya vizuizi vya aina yote ili waweze kumfikia Yesu. Kukosa njia ya kupita hawakuweza. Kwa hivyo hata nawe utakapomuona purpose kwamba huyu mtu abadilike, hautaangalia hivyo vizuizi. Kuna mahali ambapo tumeenda, nakumbuka kuna wakati hatukuwa tunajua sana mambo ya kuweza kuhubiria mtu huko nje. Tukaenda kwa boma fulani, tena hata sister akaongea vibaya kidogo. Tukatolewa mbio. Tukatolewa mabango. Sababu aliambia, "Yeye mnakataa Yesu na hivi mnakaa hapo ni kukunywa tu pombe. Hivi karibuni mtakufa." Sasa unaona pia tunapoenda huko nje tunakuwa na lugha ambayo ni lugha unaangalia ile lugha ambayo unaangalia. Kuna mtu anaweza kukuputa off vibaya, lakini mwambie tu Mungu anakupenda na ubarikiwe sana ndugu. Lakini huwezi anza kurudia. Unajua tulitolewa hapo mbio. Hiyo siku hatukuhubiri tena. Lakini sasa tumekuja kujua hata kukiwa na vizuizi vya aina gani, wewe fanya nini? Tekeleza wajibu wako, na hiyo ni command ambayo tumeweza jambo ambalo tumeweza kuamrishwa na Mungu. Hawa watu naamini ya kwamba waliona condition, the second principle of evangelism, the condition of that person. The Bible does not tell us sijui kama alikuwa ndugu yao ama ni neighbor ama nini, lakini they sema kwamba 4 men came carrying a paralytic man. Si ndio? Lakini waliona hali ya huyu mtu and they were concerned. That the third the third principle. Kwamba they were concerned kuhusu huyu mtu, wakamhurumia. Another thing, they had faith in Jesus. Yes. Ukisoma hiyo Mark 2:1 to 12, hapo kuna mahali unapata I think in verse 5. Unapata Yesu anasema kwamba the Bible says that when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." Aliona imani ya nani? Tunapomaliza.
Whose faith did Jesus see? Ya hawa wanne. The faith of the four men. Yes. And whose sins were forgiven? The man in the condition. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo your faith, imani yako ndiyo itaweza kufanya nini? Kumbadilisha yule mtu, kumponya huyo mtu. Amen. Amen. Now a question. Do you have the faith to carry a spiritually paralyzed man to Christ? Wow. You have the faith. Wow. I think that's nitamaliza nikiwa nimeachia hapo hivi. Unayo imani ya kuweza kumfikisha yule mtu ambaye amepooza kiroho kwa Yesu Kristo? And are you aware that sin paralyzes? Are you concerned about that sinner? Unaona ile hali, ile condition ya yule mwenye dhambi? Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Nitaomba tukaweza kusimama tunapofikiria na kumwalika Bishop aje atuongoze mahali hapo.